الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. katika kitabu Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fi ad-Din, nukta nambari 5 au katika wayajibu siyamu ramadhana ala kulli fadhakara shuruta as-siyam. وفي الخامس قال برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. نعم جزاكم الله خيرا. أنا سمع موانديشي رحمه الله تعالى katika mambo ambayo yatawajibisha siyamu ya Ramadhani biruyati hilalihi, kwa kuonekana mwezi muandamo wa huu mwezi wa Ramadhani, au ikmali Shaabana, au kukamilisha mwezi wa Shaaban 30 yauma, siku 30. Na hapa kuna jambo la tatu, kataja yeye kuwajibika siyam. Pamoja na kutaja kwake, pia ana maana kwamba kuingia kwa mwezi wa Ramadhani patazingatiwa kwa ru'yatul hilal, kwa kuonekanwa kwa mwezi. Hili jambo la kwanza ambalo litaithibitisha kwamba Ramadhani imeshaingia. Ikiwa hatukuona mwezi, au ikmal Shaaban 30, au kukamilisha Shaaban 30, ni kile ambacho kinathibitisha kuingia kwa mwezi wa Ramadhani. Na jambo la tatu, au khabarul adil, au khabari ya muadilifu, kama alivyotaja baadhi ya wanawachuoni, au khabarul adil, au khabari ya muadilifu, kama ambavyo tutaona baadhi ya ahadith zikielezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuona yeye mwezi wala hakukamilisha 30, lakini akathibitisha kuingia Ramadhani bi khabaril adil, kwa habari ya mtu muadilifu. Tumeuona mwezi akaapishwa, au kama ni mtu muadilifu ikatangazwa moja kwa moja kwamba mwezi umeonekana. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika nukta hii, idha ra'aytumuhu fasumu, pindi mnapouona huo mwezi fungeni. Wa idha ra'aytumuhu faaftiru, na pindi mtakapouona tena mwezi, yani mwezi wa Shawwal, faaftiru, fungueni. Fa in ghumma alaykum, na ikiwa patagubikwa na mawingu juu yenu, faqdiru lahu, qadirieni huo mwezi. Faqdiru lahu, qadirieni huo mwezi, kwa maana hesabuni kwa hesabu za alfalaki, kwa ni mwezi muandamo ngapi, kisha ichukueni mwezi muandamo huo, itakuwa ndio mumeshaingia katika mwezi wa Ramadhani, ikiwa mtahesabu siku 30, kama mtahesabu siku 30.
وفي لفظ فاقدروا له 30 akaweka wazi hadithi ya juu وفي لفظ na katika tamko faqduru lahu 30 kadirieni siku 30 وفي لفظ na katika tamko jingine faakmilu iddata sha'bana kamilisheni idadi ya mwezi wa Sha'ban iddata sha'bana 30 siku 30 hatujauona mwezi tutakadiria idadi ya siku 30 kwamba mwezi tayari umeshamaliza wa Sha'bani na tumeingia katika mwezi wa Ramadhani. Rawahu al-Bukhari, hadithi imesimulia al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. hii nukta nazungumzia masala ya ru'yatu al-hilal. fihi masail liatakallam au liuhadditha ma'akum biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. kama tulivyosema katika nukta bi ru'yati hilalihi au ikmali Sha'ban 30, hii ni katika al-mu'tabar fi dukhuli shahri Ramadan. Al-mu'tabaru fi dukhuli shahri Ramadan, kinachozingatiwa kuingia kwa mwezi wa Ramadhani, na tukazidisha wa khabarul adil, na khabari ya muadilifu. Kwa tuna nukta tatu: mu'tabar fi ru'yati فيه رؤية هلال رمضان، فإن رآه الناس في ليلة من شعبان فإن اليوم الثاني يكون أول أيام شهر رمضان. كيو mwezi 29 Shaaban usiku wake tukauona mwezi, tunasema Shaaban imemalizika, tumeingia mwezi wa Ramadhani, unakuwa ni usiku wa kwanza wa mwezi wa Ramadhani. Hatukuona, tutahesabu siku 30 za mwezi wa Shaaban, kwa maana usiku ule ambao hatukuona tutahesabu ni usiku wa Shaaban, na mchana wake ndio kwa mwezi wa Shaaban, na ndio yaumu shak, ndio yaumu ashak. Tutakamilisha 30 usiku wake wa mwezi huo, ikizama jua tayari 30 imemalizika ya Shaaban, dakhalna fi shahri Ramadan. Au khabarul adil, au kutuletewa habari na mtu aliyekuwa muadilifu akatuambia kwamba ameuona mwezi, itakuwa mwezi umeonekana. Mambo haya matatu biijma'i al-ulama rahmatullahi alayhim, kwa hadithi zilizokuja ambazo tumezisoma hapa. Miongoni mwazo idha ra'aytumuhu fasumu, na imekuja katika baadhi ya riwaya la tasumu hatta tarawu al-hilal wala tuftiru hatta tarawhu fa in ghumma alaykum faqduru la. Hii ni katika yale ambayo wamekubaliana wanawachuoni rahmatullahi alayhim katika jambo la mwezi wa Ramadhani. Kuonekana kwa mwezi wa Ramadhani ni idadi ya watu wangapi ambao watashuhudia kuthibitisha kwa mwezi wa Ramadhani. Ikiwa hatukuona sisi wenyewe, lakini wakatokezea watu au mtu akasema kwamba yeye ameuona mwezi, je, idadi ya watu wangapi itathibitishwa kwamba kauli yao ni sahihi na itafanyiwa kazi? Khilafu baina ahli alilm. Kauli ya kwanza mbele ya wanawachuoni rahmatullahi alayhim wa hafidhahumullah, wanasema la budda min shahadati adlain, hakuna budi, lazima ushuhuda wa kuonekana kwa mwezi utolewe na mashahidi wa ushuhuda wa waadilifu wawili, ala al-aqalli, kwa uchache, katika jambo la kuonekana kwa mwezi wa Ramadhani. Na kauli hii wakasema hautakubaliwa ushuhuda wa muadilifu mmoja, na wala haitasihi kwa ushuhuda wake kufungwa kwa mwezi wa Ramadhani. Hii ni kauli ya kwanza mbele ya wanawachuoni rahmatullahi alayhim, na ni kauli ambayo ni madhhab ya jama'atu min as-salaf, na madhehebu ya Malik ibn Anas na madhehebu ya al-Imam Ishaq bin Rahawai. Kadhalika ni kauli miongoni mwa kauli za al-Imam Shafi'i, na ni riwaya miongoni mwa riwaya za al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala.
na ushuhuda wao au dalili yao juu ya kauli yao hii ni yale aliyosimulia Al-Hasan Al-Husayn bin Al-Harith Al-Jadali, anasema khatabana amiru Makkah, alitukhutubia sisi amiri wa Makkah, wakati alikuwa ni Al-Harith ibn Hatib radiyallahu anhu. Anasema ahida ilaina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an nansuka li ru'yati, alituhusia sisi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kufunga Ramadhani kwa kuonekanwa kwa mwezi. Fa illam narahu, ikiwa hatujauona, wa shahida shahida adl, na wakushuhudia mashahidi wawili waadilifu, nasakna bishahadatihima, tunafunga sisi kwa ushahidi wa hawa watu wawili. Kisha Al-Harith ibn Hatib radiyallahu anhu alipowaambia maneno haya katika hutuba watu, akawaambia inna fikum, hakika nyinyi kwenu nyinyi kuna man huwa a'lamu minni billahi wa rasuli, kati ya nyinyi mliokuwa mnanisikiliza, kati yenu kuna yule ambaye mjuzi zaidi kunishinda mimi kumjua Allah na mtume wake. Wa ashara ila rajulin khalfa, na akaashiria mtu aliye nyuma yake. Fa idha huwa ibn Umar radiyallahu anhuma, akawa ni Abdullah ibn Umar, na ibn Abdullah ibn Umar akasema radiyallahu anhuma, bidhalika amarana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa hilo alilolisema Al-Harith ibn Hatib ndivyo alivyotuamrisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadithi hii sanadi yake ni hasan, amepokea Imam Abu Dauda wa Daraqutni na isnaduhu muttasilun sahih. Sheikh Albani rahmatullahi alayhi akaisahihisha hadithi hii. Wapo waliosema ni hasan, Sheikh Albani akasema sio hasan bali ni sahih. Hii ni kauli ya kwanza miongoni mwa kauli za wanawachuoni, na wakastadili kwa hadithi nyingine, lakini hii moja yatosha. So nimesema nitatoa maelezo, lakini si kwa kurefusha, tutaangalia nukta ambazo ni muhimu. Kauli ya pili juu ya kauli za wanawachuoni, idadi ya watu wangapi yatosheleza kuthibitisha kuonekana kwa mwezi. Wao wakaweka maelezo kwanza, at-tafsil, wakasema idha kanat as-samaa'u sahwa, itakapokuwa mawingu au mbingu ipo nyeupe, sahwa, hakuna mawingu yaliyokuwa yamefunika, kwa maana kwamba safi kabisa, fala budda min ru'yatihi jam'un 'adhim, hakuna budi kwa kuonekana kwa mwezi lije kundi la watu wengi, sio watu wawili. Sasa lazima wawe wengi, kwa sababu kulikuwa kuko safi katika mawingu, liithbati hilali Ramadhan, na ili kuthibitisha mwezi wa Ramadhan. Na miqdari ya jam'un adhim ya hao watu wengi, makadirio yake wanasema ni ile ambayo ghalabatu dhanni bi khabarihim, kwamba sisi tuliopewa habari kwa idadi yao itatuambia dhana kwamba hawa hawawezi kusema uongo, kwa maana hakuna idadi maalum, bali sisi ambao tumepewa habari tutaangalia kwa idadi hii ya watu wote, hawa hawawezi kusema uongo kwa hali ambayo imedhihiri ya mawingu. Ama itakapokuwa sasa mbingu haipo safi bisababi alghaim au alghubar, kuna mawingu au kuna vumbi, wanasema kauli yao ya pili, fatukbalu shahadatu adilin wahid, tatosheleza ushahidi wa mwadilifu mmoja. Ikiwa hakuna mawingu, fatukbalu shahadatu adilin wahidin, itatosha ushuhuda wa mwadilifu mmoja, yukhbiru annahu raa hilala Ramadhan, kitoa habari kwamba ameuona mwezi wa Ramadhan. Kuna mawingu kiasi ambacho wengine wameshindwa kuona, ila yeye kaona.
kwa sababu ya mawingu ndiyo iliyopelekea hawa watu wengine wasione, yeye ndio aliyeona. Ushuhuda wa mtu mmoja utatosha. Hana madhehebu inda al-Hanafiyya, mbele ya al-Hanafiyya, lakini wao hawakuegemeza kauli yao hii kwa hadithi yoyote ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakatosheka na hiyo rai ambayo wamekwenda nayo. Alqaulu thalith, kauli ya tatu. Kauli ya tatu inasema yuqbalu fi ithbati ru'yati hilali shahri ramadana, yuqbalu fi ithbati ru'yati hilali shahri ramadan qawlu shakhsin wahidin adlun adlin, qawlu shakhsin wahidin adlin. يقبل في إثبات رؤية هلال شهر رمضان قول شخص واحد عدل. hukubaliwa katika jambo la kuthibitisha kuonekana kwa mwezi wa Ramadhani kauli ya mtu mmoja aliye mwadilifu, na italazimika watu wote kuegemea juu ya kauli yake sawa sawa, ikiwa mawingu yapo, kwa maana mbingu iko na mawingu, au mbingu iko safi. Akisema nimeuona, huyo mtu mmoja peke yake, wanasema kwa kauli yake hiyo patafanyiwa kazi. Wa hadha madhhabu jumhuri ulama, na hiyo ndiyo madhhabu ya jumhuri ya ulama, bal huwa al-asahhu inda Shafi'iyya, bali hiyo ndo kauli sahihi zaidi mbele ya Ash-Shafi'iyya, kinyume na kauli ya mwanzo waliostadil kwa mashahidi wawili wakasema ni miongoni mwa kauli ya Ash-Shafi'i. Lakini asahhu kauli inda Ash-Shafi'iyya ithbati ya shuhuda wa mtu mmoja. Walmadhhabu inda al-Hanabila, na madhehebu mbele ya al-Hanabila. Wa riwayatun li Abi Hanifa, na ana riwaya Abu Hanifa pia amekwenda kwa kauli hii. Dalili zao katika hili ni ile hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Anasema Ibn Abbas, jaa a'rabiy ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqal ra'aytu al-hilala. Alikuja a'rabiy, al-a'rabiy ni bedui mmoja, jamu yao ni al-a'rab. Al-a'rabiy ni bedui mmoja ambaye ni bedui, alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam faqala ra'aytu al-hilala, nimeuona mwezi. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam atashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, je, unashuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake? Qala na'am, akasema ndiyo. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya Bilal adhin binnas an yasumu ghada, ewe Bilal waadhinie watu ili wafunge kesho. Hadithi hii ambayo tumeistadili amepokea al-Imamu Abu Daud wa An-Nasa'i wa Tirmidhi wa Ibn Majah wal Bayhaqi wa Daraqutni wa ghayruhum, lakini jaa muttasila mursala. Hadithi imekuja muttasila mursala, ina al-irsal. Kuna muttasila imekuja mursala, was-sawabu fihi al-irsal wa da'afahu al-Albani fi al-Irwa. Ameidhofisha al-Allama al-Albani katika al-Irwa hadithi hii. Dalili yao nyingine ambayo wamestadili nayo
ni hadithi ambayo iliyokuja kwa Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Amesema Ibn Umar, taraa an-nasu al-hilala fa akhbarat Rasulullah sallallahu alayhi fa akhbartu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anni ra'aytuhu fasama wa amara an-nas bisiyami, nikamkhabarisha mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam kama mimi nimeuona, akafunga yeye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na akawaamrisha watu kufunga. Na dhahiri ya hadithi, Mtume sallallahu alayhi wasallam iktafa biru'yati Ibn Umara wahda, ametosheka na kauli ya Ibn Umar peke yake. Na hawa waliosema kwamba yatosha ushahidi mmoja, hadithi yao hii ya kwanza tuliyoitaja, kuna kauli pia na wachuoni katika jambo la kuitia nguvu. Hadithi ya Bedui ipo ambao wameitia nguvu, lakini wengine wameidhoofisha. Kisha wao wakawarudi wale waliosema kauli ya ushuhuda wa watu wawili, wao watu wa ushahidi wa mtu mmoja, wakawaradi waliosema kwamba haitoshi, lazima ushuhuda wa watu wawili. Wakasema ahadithuhum allati istadallu biha wa fiha ishtiratu ash-shahidain li ithbati hilal Ramadan bi annaha ahadithu dha'ifa, wao wamestadili kwa hadithi dhaifu, hakujasihi chochote kwamba kuna lazima ushuhuda wa watu wawili. Je, hadithi iliyokuja ya Amiru Makkah ya Al-Harith ibn Hatib na akaashiria kwa Ibn Umar, je, hadithi ile ni hasan, sio dhaif? Je, inafanyiwa kazi vipi? Wanasema adh-dhahir, dhahiri ya hadithi, lam yuqsad bidhalika hilalu Ramadan wa innama al-maqsud bihi hilalu hajj au hilalu al-fitri, yani Shawwal. Haikuwa mwezi wa Ramadhan, ilikuwa ni mwezi wa Shawwal. Kwa nini? Wanasema ametumia neno nansuk. Nusuk alhaji au alfitri, nusuk hutumika kwenye haji au alfitri, haitumiki katika Ramadhani. Ramadhani ni siyam. Angesema an-nasuma, amesema an-nansuka. An-nusuk asluhu hajj au fitri na sio saum. Kwa ushahidi huo haiwezi kachukuliwa hadithi hiyo kufanyiwa kazi katika mwezi wa Ramadhan, kama ambavyo wanawachuoni wanaeleza juu ya nukta hilo. Wa qawlu rajih, na qawlu rajih katika hizo ni ma dhahaba ilayhi aljumhur, ni kauli waliokwenda nayo jumhuri ya wanawachuoni, min iktifai biqabuli shahidin adilin fi ithbati ru'yati hilal Ramadan, yatosha ushuhuda wa mtu mmoja. Ndio qawlu rajih inda alulama, juu ya kuthibitisha kwa kauli, kuthibitisha kuonekana kwa mwezi wa Ramadhan. Naam, hii ni nukta ya kwanza kuzungumza katika masala ya ru'yatu al-hilal. Kuna masala yazungumza wanawachuoni juu ya jambo la kuona mwanamke, ikiwa ni ushuhuda wa mtu mmoja, na katika sheria mwanamke katika mambo ya ushuhuda utakana wewe wawili. Wanasema qaulu rajih katika hili yatosha hata mwanamke akiwa ni mmoja, kwa kuwa katika jambo hili hapakuwekewa kaidi juu ya ushuhuda zaidi ya katika masala ya kitabatu duyun, kwenye kuandika madeni lazima wawe ushuhuda wa wanawake wawili. Amma fi ru'yati hilali shahr Ramadan yatosheleza ushuhuda almar'ati wahida ala ru'yati hilali Ramadan. Jazakumullah khaira. Kwa hivyo tutasoma siyam, na tukizungumza alfitri bila kutoa maelezo marefu juu ya mwezi wa kuonekana kwa mwezi wa alfitri. Qaulu rajih katika hilo, alfitri ushuhuda wa watu wawili, kwa sababu ya hiyo hadithi ambayo imetangulia nyuma.
ndio jumhuri ya wanawachuoni aimmatul arba'a wote wanasema mwezi wa Shawwal lazima watoe ushuhuda watu wawili. Wakastadili kwa hadithi, miongoni mwazo ni hadithi ya Amiru Makkah, hadithi ya Amiru Makkah tuliyotaja hapo nyuma. Nukta ya pili ya kuzungumza katika nukta hai au masala haya ya kuonekana kwa mwezi ni masala yanayofungamana na kuonekana kwa mwezi kwa watu wa mji fulani. Je, lazimika baki miji mingine ya Kiislamu kufunga? Hii tutazungumzia pia kwa ufupi, lakini mzozo huu wa siku nyingi, sio? Kifika mwezi wa Shaabani watu waanza kutiana pembe, tosha haitoshi, 1 2 3, kila mmoja anazungumza katika masiku haya. Jambo hili nazungumzia idha raahu ahlu baladi, watakapouona mwezi wa Ramadhani watu wa mji fulani. Fahal yalzamu sairu albilad alislamiyya as-sawm, je italazimika baki ya miji ya Kiislamu kufunga? Umeona huko, je sote tufunga au likulli baladin ru'yatu, kila balad na kuona kwake? Khilafu baina ahli alilm, jambo lina khilafu baina ya wana wachuoni rahmatullahi alayhi. Kauli ya kwanza wanasema la yasihu la yalzam jami'u albilad alislamiyya as-sawm, hailazimiki kwa miji yote ya Kiislamu kufunga. إنما يلزم البلاد الإسلامية المتفقة في مطلع الهلال مع هذا البلد. Kikahapana vingine italazimika miji ya Kiislamu ambayo wanawafikiana machomozo ya huo mwezi, kuchomoza kwa huo mwezi muda mmoja. Amma albuldanu almukhtalifa ma'ahu fil matla' فلا يلزمهم الصوم لرؤية أهل هذا البلد. anasema ikiwa miji inakhtalifiana katika machomozo, haitalazimika wote kufunga kwa kuonekana kwa mwezi ya mji huu, kalhijazi ma'a al-iraqi au alhijazi ma'a ash-sham. wa hadha al-qawl huwa al-asahhu 'inda ash-shafi'iyya, na kauli sahihi zaidi mbele ya Shafi'iyya. Wa wajhu lilhanafiyya, na kuna sehemu ya maelezo kwa watu wa Hanafiyya. Wa wajhu lilhanabila, na ni sehemu katika Hanabila. Wa qawlu li ba'd almalikiyya, na ni kauli katika baadhi ya almalikiyya. Ushahidi wao wametoa hoja yao ya kwanza, wanasema hoja ya kiakili, takhtalifu biittifaq anna almatali'a takhtalifu biittifaq ahli alma'rifa, kwamba machomozo haya yanatofautiana kwa makubaliano wa watu wa maarifa ya masala ya matali'. Wanakubaliana watu wa maarifa na khibra kwamba almatali'u takhtalifu, kuna baadhi ya miji huchomoza muda gani na baadhi ya miji huchomoza muda gani, hutofautiana. Kwa kule kutofautiana, haiwezekani kwa miji yote kuwa katika muda mmoja. Kwa hiyo itapelekea jambo hilo ni kutofautiana kwao kuwe kutofautiana vile vile katika kuingia na kutoka mwezi wa Ramadhani. Wakasema wa hadha kama yahsulu fi matali'i ash-shamsi fa inna tulu'a al-fajri wa ghuruba ash-shamsi yakhtalifu bihasabi ikhtilafi al-buldan, kuchomoza kwa jua na kuzama kwake kuna tofautiana kwa utofauti wa miji, ambalo hilo mimma yuathiru fil imsaki wal iftar wa mawaqiti as-salah, hutofautiana katika kujizuia kufunga na kufunguza
na nyakati za sala. Wa kullu baladin ya'tabiru tulu'a fajrihi wa ghuruba shamsihi fi haqqi ahli, kila mji huzingatia kuchomoza kwa alfajiri yake na kuzama kwa jua lake kwa haki ya watu wake. Fakadhalika dhuhurul hilal, na hivyo hivyo kudhihiri kwa mwezi. Wakastadil kwa aya Allah subhanahu wa ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, yule ambaye ataushuhudilia mwezi wa Ramadhani basi aufunge. Kwa hiyo unaingia ule mwezi wa Ramadhani, wengine bado hawajaingia katika mwezi wa Ramadhani.